Acheni tu niwe hivi nilivyo kwa kweli. Mambo ambayo niliyopitia mimi, hata kama ungekuwa ni wewe, ungekuwa na hali hii ambayo mimi ninayo. Na kuna wakati ambapo mimi ninaona kama mimi pengine nina roho ngumu zaidi. Nafikiri kwamba pengine angekuwa ni mtu mwingine mwenye moyo mwepesi zaidi, huenda angekuwa na hali ngumu zaidi yangu. Siku ya kwanza kabisa nilikuwa mimi niko nje. Nilikuwa nimekaa sehemu ambapo nilijitenga mimi peke yangu, japokuwa nyumbani kwetu kulikuwa na watu wengi sana siku hiyo. Nilikuwa nimekaa mahali nikawa natazama upande wa mbele yangu ambapo lilipokuwa kaburi la mama yangu mzazi. Nilikuwa nikilitazama ikiwa imepita siku moja tu toka mama yangu awe tuweze kumzika jana yake. Nilikuwa nikitafakari jinsi ambavyo nimebaki mpweke, mtu ambaye niliyekuwa na mheshimu na mpenda sana, faraja yangu ya kila wakati. Nikamwona jinsi ambavyo tulivyokuwa tumemhifadhi sehemu ambapo anakaa yeye mwenyewe, huku akiniacha na majonzi makubwa sana bila ndugu yangu yeyote yule. Sikuwa na ndugu ambaye tunatoka tumbo moja ambaye angeweza kunifariji. Sikuwa na baba muda huo kwa sababu baba yangu tayari alikuwa naye amefariki miaka mingi. Mama yangu mdogo alikuja na kunikuta pale baada ya kuniangalia huko ndani na kunikosa baada ya muda mrefu sana. Ukweli ni kwamba mimi nilitoka ndani muda mrefu. Toka mida ya saa 10 nilishaamka na hivyo nikashindwa kulala kabisa ndani. Nilivuta subira na hata ilipofika mida ya saa 11 kuelekea saa 12 ndipo nilipotoka pale nje. Kilichokuwa kinanisumbua mimi ilikuwa ni majonzi, nikiwa nafikiri jinsi gani ya kuanza maisha mapya bila mama. Nikiwa niko pale nje, sasa muda huu ulikuwa umefika mida ya saa 3 kasoro asubuhi. Ndipo mama yangu mdogo alipotoka kule ndani na kunikuta nikiwa nimekaa pale nje. Nilisikia mtu akiniita huku akiwa ananigusa kwenye bega langu. Mimi nikiwa nimekaa chini, nikiwa nimeegemea mti mdogo ambao uliokuwa uko pale. Wewe, Aisha. Aisha. Alikuwa ni mama yangu mdogo. Niligeuka na kumuitikia. Na mama. Nilipomuitikia mama yangu alichuchumaa. Mama yangu mdogo yule akachuchumaa na hatimaye sasa akaanza kuongea na mimi kwa sababu alishajua kabisa kwamba mimi pale nilipo nina majonzi ya kupotelewa na mama yangu na kumzika jana yake. Alichuchumaa pale na kwanza sasa kuniongelesha katika hali ya kunifariji. Aisha binti yangu, kwa nini unakuwa na hali kama hiyo? Unakuwa na majonzi, una haki ya kuwa na majonzi ni kweli, lakini haya kwako yamezidi. Unajua nimekutafuta huko ndani, wenzako wote wapo, lakini wewe toka asubuhi sikuoni, mpaka nikaingiwa na mashaka kwamba umeelekea wapi. Nashangaa nazunguka huko nyuma na kuona wewe uko hapa umekaa. Kwa nini unajipa majonzi kiasi hiki?
Mimi pale aliponiongelesha vile mama mdogo, nilishindwa kumjibu, nikabaki nikiwa nimeinamisha kichwa changu chini, huku akiwa yeye anakinyanyua kichwa changu huku akiendelea kuongea. Kila niliponyanyua uso wangu, nilikuwa nikitazama kaburi la mama yangu ambalo lililokuwa bado ni jipya kabisa baada ya kumzika jana yake. Aisha, unajua haya majonzi yako ambayo unayokuwa nayo yanatufanya hata sisi kwa kweli tujisikie vibaya sana. Unakuwa na majonzi kana kwamba kina mama zako wote tumekufa, ili hali mimi nipo na wengine wapo. Nataka nikuhakikishie Aisha, kifo cha dada yangu kisikufanye wewe ujisikie upweke sana, maadamu mimi bado nipo. Dada yangu kifo chake kimeniuma sana. Dada yangu Laima ni mtu ambaye tumeishi naye nje tu ya kwamba ni dada yangu, lakini tulikuwa ni marafiki vile vile, marafiki wakubwa sana. Kwa hivyo kifo chake najua jinsi kilivyokugusa wewe, lakini hata mimi kimeniuma sana. Huyu ni dada yangu, alikuwa ni dada yangu, tena dada rafiki kabisa. Na kuomba hebu ujifariji kuamini kwamba mimi mama yako mdogo nitakuwa na wewe kila wakati. Nitasimama na wewe kwenye kila jambo ambalo dada yangu Laima angeweza kusimama dhidi yako wewe. Naomba usilie, hebu futa machozi yako. Tuingie ndani, twende tukanywe chai. Jikaze tu twende. Mamangu mdogo alipoongea pale, nilijisikia kwa kweli kufarijika. Sauti yake ilikuwa inafanana sana na sauti ya mama yangu. Na hata sura yake, urefu na vitu vingi sana alikuwa anafanana sana na mama yangu. Huyu ndiye mama mdogo ambaye kiukweli alikuwa anafanana pakubwa sana na mama yangu mzazi. Kwa hivyo ongea yake ile ilinifariji, ikanifanya mimi nijisikie kama ni mama yangu anaongea. Na hata aliponiongelesha na kuniambia tuondoke pale, ilinibidi mimi nijisikie kama ni mama yangu ameongea, na hivyo nikanyanyuka pale nilipokuwa nimekaa. Aisha, naomba ufute kabisa machozi yako, hata watu wasijue kwamba ulikuwa unalia. Futa machozi yako. Kwani umetoka saa ngapi hapa? Kwa sababu nimekuangalia toka saa 12. Nimeanza kukuangalia, nikasema labda umetoka saa 1 tena, nikaanza kukutafuta huko ndani sijakuona. Umetoka saa ngapi huko? Nilitoka saa 12 kasoro. Haya, pole sana. Najua jinsi inavyokuuma. Pole sana sana. Usiogope. Ndugu zako akina Shamsa wataendelea kukaa na wewe na kukufariji muda wote. Kwa hiyo hata usiogope mwanangu. Pole sana. Ukweli hapakuwa na faraja nyingine iliyobakia zaidi ya faraja na maneno mazuri sana kutoka kwa mama yangu huyo mdogo. Nilijisikia furaha sana na hatimaye mimi niliingia ndani. Bado kulikuwa na watu ambao walikuwa bado hawajaondoka, ndugu mbalimbali. Pale ndani katika sebule yetu kulikuwa kumetandikwa mkeka. Watu wakawa wamekaa, wengine pale wakiwa wamenyosha miguu yao pale chini. Na chai ilikuwa imetengwa pale, watu wakiendelea kunywa huku wakiendelea kupiga story mbalimbali. Hata upande wa nje kulikuwa na watu pia wako upande wa mbele wa nyumba yetu. Turubai ilikuwa limetandikwa pale na watu wakawa wanaendelea kama vile yani, kama unavyojua sehemu ambapo ilikuwa na msiba. Japokuwa watu wengi walikuwa wameshaondoka, lakini kutokana na ndugu mbalimbali ambao walikuwa wamebaki pale, bado kulikuwa na watu wengi ambao wasingetosha kulala kule ndani. Watu walikuwa wakisambaziwa chai asubuhi pale huku na kule, wazee wengine
Ni ndugu wengi ndio waliokuwa wamebaki pale, wakiwemo wajomba zetu. Basi mimi na mimi nikaingia ndani, nikajiunga na wenzangu pale. Tukawa tunakunywa chai. Sasa wakati ndo nimeanza kunywa chai, nilisikia sauti ikiwa inaniita kwa nje. Aisha, Aisha. Ilikuwa ni sauti ya Shamsa. Shamsa huyu yeye ni watoto wa mjomba yangu. Mjomba yangu mkubwa ambaye huyu ndo kaka yao na mama zangu wote wale. Nikamuitikia. Akaniambia njoo kwa huku. Njoo na vitu vyako, njoo tulie huku. Sasa kwa sababu pale ndani kulikuwa kumekaa mama wengi na mimi ndo nilikuwa nimejiunga nao. Niliposikia sauti ya huyu mtoto wa mjomba wangu basi nikafurahi, nikasema ngoja niende kule. Wakati natoka pale akaniambia, bwana, sasa wewe unakaa jamani huko, unakaa na mama na kati mabinti wenzako tuko huku, twende kwa kule. Sasa kwanza mimi nikajiuliza, mbona wao wako kwa nje kule afu sehemu ya pembeni kabisa? Unajua pale nyumbani kwetu kulikuwa na miti mingi ambayo ilikuwa imeoteshwa, miti ya vivuli, miti ya matunda. Sasa nikakuta wako yuko yeye, yuko na mdogo wake Hamisa na Vaitu, hao wote watatu ni watoto wa mjomba yangu yule. Kulikuwa na watu wengine, ndugu wengine kama vile watoto wa shangazi mkubwa, watoto wa nani walikuwepo pale. Wakawa kama watu wa 7 hivi. Hawapungui 7 waliokuwa wametandika mikeka yao kwenye ule mti pale pembeni kidogo ya nyumba yetu. Sasa mimi nikaenda mpaka pale, nikawa nimekaa. Nikakaa, nilikuwa nimeshika kikombe changu pale, vitafuno nilivyokuwa nimevishika alinisaidia na Shamsa. Tukaenda naye mpaka pale tukakaa. Tunaendelea kunywa chai. Kidogo pale ikaibuka mada. Walikuwa wakiongea wote pale. Ila jamani, shangazi. Shangazi hapana jamani. Hivi kweli shangazi ameamua mpaka yani kumuua mpaka mama, yani mpaka dada yake amemuua kweli? Hapana, shangazi ameshindikana jamani. Ila kweli yani nikikumbuka jinsi alivyokuwa alichokuwa anafanya, yani siwezi amini. Yani kweli alichokuwa anakifanya kweli. Sasa hivi amemwacha kabisa kweli. Ndugu yetu huyu hapa anakuwa mpweke kiasi hiki. Jamani. Yani basi tu. Mimi nawaambia hivi, hata ile itakuja kumtoka tu. Anajifanya sana mtu mwema. Na jinsi ambavyo anavyojifanya sasa ni mtu mwema. Anajifanya eti anawapenda watu, lakini kumbe ndo anawaua. Yani anawaangamiza jamani kabisa. Nakwambia huyu mishangazi usitaki hata mazoea na yeye. Kweli, si unaona jinsi ambavyo alivyokuwa anamvuta Aisha kule. Aisha wa watu kweli yani Aisha kama angejua. Aisha watu si hajui. Inawezekana hajui mtu aliyemuua mama yake. Msikilizaji, sasa mimi pale walivyokuwa wanaongea vile, waliniongeza umakini, japokuwa mimi nilikuwa nimenyamaza kimya, ilibidi ninyanyue macho yangu nizidi kuangalia kila mmoja aliyekuwa anaongea. Waliokuwa wanaongea vile walikuwa ni hawa watoto wa mjomba yetu mkubwa. Wakawa na supportiana pale. Sasa baada ya kusema kwamba Aisha, yani kunitaja mimi na kusema kwamba sijui kwamba aliyemuua mama yangu ni nani, pale nilizidi kuongeza umakini kuwasikiliza. Wakawa naendelea tu pale. Shamsa sasa akaendelea. Yani nakwambia, na ndio maana nimeona hapana, Aisha hawezi kuendelea kukaa naye. Hawashindwi kumfanya kitu chochote, hata kumwekea madawa kwenye vyakula, hata kwenye nguo zake, ili mradi tuna yeye aweze kumloga kama alivyomloga mama yake Aisha. Yani kweli shangazi Laima alivyokuwa na roho nzuri jamani. Kweli sasa hivi limebaki tuta tu jamani, kwa sababu tu ya shangazi mdogo huyu. Kweli basi tu.
walikuwa wakijadili wao. Mimi muda wote huo nilikuwa nimenyamaza kimya. Lakini baada ya kuniongelea kwa kunirudia ikabidi niwaulize. Nikamuuliza dada Shamsa kwa sababu yeye alikuwa ndo mkubwa kwetu wote. Nikamuuliza dada Shamsa, kwani mnaongelea kitu gani? Wakabaki wakiwa wametazamana kwanza. Lakini baada ya sekunde kadhaa dada Shamsa akaniambia, sikia nikwambie kitu. Wewe ni mdogo wangu. Najua hapo ulipo una majonzi makubwa ya kumpoteza mama yako. Lakini jinsi ambavyo ulivyo na majonzi ya kumpoteza mama yako wewe, ndivyo ambavyo sisi tulivyo na majonzi ya kumpoteza shangazi yetu. Shangazi yetu ambaye kwako wewe ni mama mzazi, alikuwa na upendo sana na alikuwa anatupenda sana sisi. Tunaumia sana, tunaumia mno tunapoona kwamba mtu ambaye aliyemuua ndo huyu ambaye anajifanya yuko karibu sana na wewe pamoja na sisi. Kabla hajaendelea kuongea pale nikamuuliza, "Da Shamsa, unamaanisha nini? Unamaanisha mtu gani wewe?" Hebu sikiliza wewe. Unajua Aisha, wewe kuna vitu vijui. Wenzako tulishavijua kitambo gani. Mama mdogo huyo hapo, mama mdogo yako huyo, ndiye chanzo cha msiba wa mama yako. Mama mdogo yako huyo. Shangazi Sechunde ndo aliyemuua shangazi Laima. Nikamwambia, unasemaje? Nikamwambia, nisikilize. Naomba nirudie haya maneno na uyaweke kichwani. Shangazi Sechunde ndiye ambaye amemuua shangazi Laima, ambaye ni mama yako wewe. Hatuna sababu za kumsingizia, hatuna sababu za kuzunguka mbuyu, kwa sababu ni ndugu zako na ni ndugu zetu vile vile. Kwako wewe ambaye ni mama mdogo, hata sisi kwetu ni shangazi. Na huyo ni shangazi sawa sawa kabisa na alivyokuwa mama yako. Na wote tunawapenda. Na niseme tu tulikuwa tunawapenda wote. Lakini kwa sasa alichomfanyia shangazi Laima, kwa kweli shangazi Sechunde sina mpango na yeye na hatuna mpango na yeye kabisa. Alivyoongea vile nikajiuliza, hivi mahali nilipo niko sehemu sahihi kweli? Da Shamsa, kwa nini unasema maneno magumu kiasi hicho? Kwa nini unamtuhumu mama mdogo maneno magumu hivi? Pale Vaitu akaongea. Vaitu yeye ndo mdogo kuliko dada zake wawili, Shamsa pamoja na Hamisa. Wote ni wakubwa kwa huyo Vaitu naye akaongea pale. Vaitu na mimi mwenyewe ni kwangu ni mdogo pia vile vile. Akaniambia, dada Aisha, hivi unafikiri kwamba nani huyo shangazi Sechunde anasingiziwa? Hivyo vitu vinafahamika sana na tulishangaa kwamba wewe hujui. Shangazi Sechunde ni mchawi. Wewe, na ndio maana tumekuonea huruma sana alivyokuwa na kubembeleza. Lakini yeye ndo mchawi ambaye aliyemuua shangazi Laima, mama yako wewe. Alivyokuwa anakuvuta hivyo, anajifanya anakupenda sana, ni kwa sababu yeye ndo alimuua mama yako. Kwani hujui kabisa kwamba mtu ambaye unayemkuta analia sana msibani ndo mchawi huyo? Hata yani anaweza siwe mchawi, sio lazima kila mtu anaelia akawa mchawi, lakini wachawi huwa wanalia sana msibani. Shangazi Sechunde hasingiziwi. Hiyo taarifa tunayo.
Msikilizaji, unajua mimi niliona kama wananichanganyia habari, kwa sababu shangazi yao huyu ambaye ndo mamdogo yangu, mamdogo Sechunde, ni mamdogo wangu ambaye kwanza anafanana na mama yangu sana. Alafu hata kipindi mama yangu anaumwa, yeye ndo alikuwa anakuja pale mara kwa mara kumsaidia sana, kumwonyesha kwamba yani alikuwa anatake care muda wote, yani tuseme. Hata mama yangu siku ambapo alipokuwa anakata roho, shangazi Sechunde ndo alikuwepo, mamdogo Sechunde ndo alikuwepo pale. Mamdogo Sechunde tena nakumbuka vizuri kabisa kwamba yeye alinituma akaniambia kwamba niende dukani. Wakati huo mama yangu alikuwa yuko katika hali fulani hivi kama amezidiwa hivi ukilinganisha na muda kidogo uliopita. Sasa nikakumbuka kwamba shangazi na mamdogo yangu huyu Sechunde alikuwa akihangaika sana na mama yangu pale ndani, akihangaika kumlisha, kufanya hivi, mpaka kanituma mimi dukani kwamba nikachukue glucose ili tuweze kumkorogea mama anywe haraka. Nimetoka, niliporudi pale nikakuta mamdogo yangu yule akiwa analia. Na taarifa aliyonipa ilikuwa ni kwamba tayari mama yangu mzazi ameshanitoka. Sasa katika mazingira kama yale ambayo nilimuona mama yangu mdogo akiwa anahangaika mwanzo mwisho katika kuhakikisha kwamba dada yake huyu ambaye ni mama yangu anapona na anarudi katika hali yake ya kawaida, alafu kuna mtu ananiambia kwamba yeye ndio mchawi, sikuweza kuelewa hata kidogo. Zaidi sana walizidi kunikasirisha baada ya kunitajia msiba wa mama, alafu na kuniambia kwamba kuna mtu ambaye yeye ndiye ambaye aliyesababisha, na mtu huyo wanamtaja mama mdogo. Nikamwambia, hebu sikilizeni nyinyi, nimemzika mama yangu, nina majonzi. Kaburi la mama yangu pale ni kaburi la 6 hapa kwenye nyumba yetu. Ni kaburi la 6 baada ya kaburi la baba yangu, pamoja na kaburi la ndugu zangu wengine ambao tuliowazika pale. Mwacheni mama yangu apumzike pamoja na watoto wake waliotangulia. Naombeni sana mwache kuanza kumvuruga mama yangu huko alipo. Pale sasa wakaanza, Aisha, wewe unakataa, lakini siku kija kujua utashangaa. Tena unavyojifanya uko karibu sana na huyo mama mdogo wako huyo mama mdogo wako huyo, na kati ni mlosi mkubwa asiyefaa, anajifanya anakupenda na kati amemuua mama yako. Wewe kuna siku utajua, lakini siku ukijua, hapo ndipo ambapo utakuwa umeisha. Mimi yani tunakusikitikia sana wewe, na ndio maana tumekuita huku ili usikae karibu na yeye. Lakini kwa sababu unajifanya unajua, utajua mwenyewe. Unajua waliongea pale wakiwa wanapokezana kwa kunisota mimi kwamba mimi namkatalia mama mdogo yangu, kwamba mama mdogo yangu mimi sio yeye aliyesababisha vile. Ilibidi niwaulize. Nikamwambia kwa sababu nimeona mpaka wale watoto wa mjomba mwingine waliokuepo pale, watu waliokuwa pale, watu walikuwa wanajadili huku wakiwa wako serious, wakionyesha kabisa kwamba anamaanisha wanachokisema. Kila wakiongea macho yao yote yako kule upande wa nyumba yetu ili kuangalia kwamba mama mdogo asije akatoka akaja na kuwasikia wanachoongea. Ikabidi niwaulize, nyinyi mna uhakika gani, mna uthibitisho gani kwamba mama mdogo ndiye aliyemuua mama yangu? Wewe sikiliza tukwambie sisi. Unajua wewe aise, wataalamu walishamuona katika anga kitambo sana. Toka huyu mama yako wewe alipoanza kuugua tu, watu walishaanza kuhisi kwamba mama mdogo wako ndo sababu. Walishaanza kuhisi hivyo. Na kwa nini walihisi hivyo? Ni kwa sababu mama yako mdogo anahusishwa na vifo vya ndugu zako wengine wote. Mama yako mdogo huyo amemwandama sana mama yako,
amemwandama sana mama yako. Ameua watoto, amemuulia mume, na anajifanya kwamba yeye ndio yuko karibu na yeye zaidi. Laiti kama binamu yangu Laima angelifahamu hilo mapema, huenda angejiweka mbali na huyu mdogo wake. Lakini hata yeye alikuwa mbishi kama wewe hivyo hivyo. Alikuwa mbishi hivi kila alipoambiwa, kwa sababu yeye alikataa kwenda kwa wataalamu, mpaka watu wengine wakawa wanaenda kwa badala yake kumsaidia, kinachosababisha kuangamiza kila mtoto wake anayezaliwa. Lakini akakataa, hakukubali kabisa kwamba mdogo wake huyu anastahili kuwekwa mbali na yeye. Na ninachokijua ni kwamba alikuwa anafahamu kabisa tabia za mdogo wake huyu, lakini aliamini kwamba mdogo wake hawezi kumfanyia mambo haya. Sasa mimi ni mkubwa kwenu nyinyi wote, nawaambia, kwa sababu huyu mama yako, kama unavyofahamu, kwangu mimi ni binamu, kwa sababu mzazi wake na mzazi wangu wametoka tumbo hili moja. Aisha, ninafahamu vizuri familia ya mama yako, kwa sababu familia ya mama yako ni familia yangu. Wazazi wetu ni tumbo moja. Tunaelewa vizuri hata hiyo mikoba mama yako mdogo kaichukua wapi, kwa sababu wengine walikataa. Ninafahamu vizuri. Kitu ninachoweza kukuasa wewe, kaa mbali kabisa na huyo mama yako mdogo. Ni mchawi, ni mlozi huyo, analoga, anahusika na watu wengi sana katika ukoo huu. Kaa mbali na yeye. Msikilizaji, aliyekuwa akiongea hapo alikuwa ni binamu yao mama. Sasa huyu yeye, unajua yeye ni mtu mzima kidogo. Yaani yeye ni mtu mzima sana ukilinganisha na wote tuliokuwa tumekaa pale. Ndio mtu mzima peke yake aliyekuwa yuko pale. Wengine wote walikuwa ni watoto tu. Yaani mbrika wa wadada hawa. Sasa alipokuwa akiongea vile, alinitisha zaidi, kwa sababu yeye ni mtu mzima. Sasa nikajiuliza, ikiwa na yeye anaongea hivi, inawezekana ni kweli au wameamua tu kumsingizia labda mama mdogo? Mimi nilinyamaza pale, ikabidi niwasikilize. Hamisa naye pale akazidi kunikandamizia, akaniambia tena, sikiliza nikwambie, tabia ya kupewa vitu vya kula na huyu shangazi Sechunde huyu itakukosti. Acha kabisa kuchukua vitu anavyokupa yeye. Tena kaa mbali na yeye. Kama ukitusikiliza sawa, wenzako sisi tumeshakata mguu kwenda kwake, kwa sababu tabia zake tushazijua. Sasa kama wewe utaendelea, shauri yako, lakini sisi tumekuambia. Lakini yeye ndiye ambaye anahusika hata kuwaua ndugu zako wengine. Hebu angalia sasa hivi. Angalia sasa hivi. Sasa hivi mama yako naye amefariki dunia. Alafu sasa hivi wewe huna hata ndugu mmoja. Lakini sio kwamba hawakuzaliwa, walizaliwa. Lakini mama yako mdogo huyo, shangazi yetu huyo, simpendi kama nini. Shangazi yetu huyo, Sechunde huyo, akawaua wote. Sasa hivi umebaki peke yako. Haya sasa, hebu tuambie, wewe kwenye hii nyumba unakaaje mwenyewe hapa? Msikilizaji, pale sasa mimi jamani nilichoka. Kila mtu ananiandama mimi. Ananiandama kwa staili ya kunionyesha kwamba mimi ananipenda. Lakini katika kunipenda kule, naona kabisa kwamba ananiweka mbali na mama yangu mdogo ambaye niliyempenda sana. Basi mimi pale nikamwambia nimewasikia, lakini pamoja na kuyaitikia vile, nilikuwa sijadhamiria kutoka moyoni. Pale sasa nilikuwa tayari nimeshatilia mashaka kuhusiana na mama mdogo, lakini pia upande mwingine natilia mashaka kuhusu ndugu zangu wote wale, watoto wa mjomba pamoja na yule binamu yao mama waliokuwa wanaongea pale.
mashaka yangu yote yako, yani mashaka yangu yako pande zote mbili. Ni muamini nani kwamba yuko sahihi? Wakati tunaendelea kunywa chai pale, nikiwa niko na shingo upande sana, lakini kutokana na story ambazo walizokuwa wanapiga, nilifanikiwa kula katika hali tu ile ile kwamba nina majonzi, lakini nikafanikiwa kula. Nikamaliza mimi pale, nikajilaza katika mkeka pale pale. Nikajilaza tu kwenye ule mkeka. Anafikiri tu, da, jamani, mambo haya hivi kweli mama yangu kweli ndo amenitoka jamani? Wao wakawa wanaendelea kupiga story huku na kule. Kidogo nikasikia sauti ikiniita. Kuisikiliza ilikuwa ni sauti ya mama mdogo wetu, huyo Sechunde. Nikamuitika, akaniambia, "Njoo." Nilipotaka kunyanyuka wakaanza kunikataza, "Wewe unaenda wapi? Ina maana yote tuliokuwa tunakwambia hapa unaona ni ujinga. Kaa hapa, mwache aje hapa. Atashindwa kufanya mambo kama kukiwa na watu wengi. Ukijipeleka huko utalogwa, utakoma." Sasa vipi pale nikawaza, hawa watu hapa na waheshimu. Mama mdogo na mheshimu, niende au nisiende? Wakati huo watu wengine wanaendelea kuondoka kama kawaida tu. Nikawaza pale, nikamwambia, "Jamani, samahani, naomba niwaambieni kitu. Mnayoniambia ni kweli, lakini nitakuwa makini. Ngoja niende nikamsikiliza anasemaje, sio vizuri, yule ni mama mdogo." "Haya, mwacheni aende, atajua mwenyewe. Wewe." Sasa walivyosema vile, mmoja kati yao pale ambaye ni yule Hamisa akaongea, akasema, Jamani, sikilizeni. Msimsukume tu kwamba aende. Sikiliza wewe, nikwambie. Aisha, kuwa makini. Wewe nenda umsikilize, lakini kuwa makini na vitu anavyokupa kula. Kitu chochote atakachokupa usichukue. Kuwa makini. Nenda." Kweli watu wakasema, "Haya, nenda." Lakini ndio hivyo, kuwa makini. Nilifurahi pale kwamba angalau ameniruhusu kwenda. Nikatoka pale nikaenda mpaka kule ambapo mama alipokuwa, mama mdogo yule alipokuwa na ameniita. Nilipofika pale akaniambia, "Bana, Aisha, waage sasa jamani. Mjomba yako huyu yeye anaondoka, lakini pia baba yako huyu yeye anatangulia kuondoka. Mimi bado nipo kwanza. Wasindikize hawa, uwafikishe hata pale barabarani. Afu hatimaye utarudi." Kweli waliokuwa wako pale wanajiandaa, alikuwa ni baba mdogo mmoja alikuwepo pale, alikuwepo na mjomba yetu mwingine pale, wakawa wao ndo walikuwa wanatoka. Wakisema kwamba wao wana mambo ambayo yanawafanya waweze kuwahi. Na kwa sababu walishakuwa wameshamzika mama yangu jana yake, hawana budi kuondoka. Niliwasindikiza. Tukafika nao mpaka pale barabarani. Wakapanda gari, hatimaye mimi nikarudi. Niliporudi mimi nilienda moja kwa moja. Nilikuwa ninaenda moja kwa moja mpaka kule ambapo nilipokuwa nimewaacha wenzangu wakiwa wamekaa, akina Dashamsa na wengine. Wakati naenda kule, nilitupia jicho langu moja kwa moja mpaka pale kwenye kaburi la mama yangu. Lilikuwa liko nyuma ya nyumba yetu, juu kidogo hivi. Nilipokuwa naangalia kule, nilimuona mama yangu mdogo yule, Sechunde, akiwa yuko pale kwenye kaburi la mama. Sababu nilikuwa nikipita kuelekea kule mahali ambapo wenzangu wapo, nikamwona mama pale, mama mdogo pale, ikabidi niangalie mama mdogo pale ni anamsalia mama au anafanya nini. Nilimuona mama yangu mdogo yule akiwa anaokota udongo pale kwenye kaburi la mama, huku akiwa anaufunga kwenye kinani, akiwa anaufunga pale kwenye nguo ambayo aliyokuwa ameivaa. Niliona ni utaratibu wa kawaida kwamba labda mama anahitaji akiondoka pale aende na yeye kule akamalize msiba huko nyumbani kwake. Lakini kilichonishangaza ni baada ya kuona chupa ndogo ambayo aliyokuwa ameishika mama mdogo yule. Ilikuwa ni kichupa kidogo hivi ambapo ndani yake nilipotazama niliona kama kilikuwa na damu. Niliona akiokota
udongo kidogo upande huku, sehemu ya upande wa miguu alipokuwa amelazwa mama yangu kwenye kaburi, na upande wa kule kichwani. Akageuka, alipookota ule udongo akaweka pale ndani kwenye kile kichupa, huku udongo mwingine akiwa ameufunga pale kwenye nani, pale kwenye ile nguo aliyokuwa ameivaa. Akaangalia pande zote. Mimi sasa nikarudi nyuma kidogo, nikajificha ili asiweze kuniona. Nikawa namchungulia ule udongo. Baada ya kuweka kwenye kile kichupa kilichokuwa na ile damu, nikaona akikitikisa tikisa, akatema mate upande wa kichwani, akatema mate upande mwingine. Hatimaye akachukua kile kichupa chake akakiingiza huko kwenye sehemu zake za siri. Nikiwa namuona vile vile. Akaangalia huku na kule, alafu akakaa pale chini pembeni kidogo upande wa mahali upande wa kichwa cha mama yangu alipoulazwa kule kwenye kaburi. Akatikisa tikisa, akawa anaburuza makalio yake pale mara 3 pa. Akaangalia huko na huko, akasogea pale upande wa miguuni, akapeleka tena makalio yake pale, akaburuza pa mara 3. Alafu akanyanyuka. Kile kichupa ambacho alichokuwa amekiweka kwenye sehemu yake ya siri, akakitoa tena. Akadondosha kidogo, akamwaga kidogo ile damu ambayo ilikuwa imechanganyikana na ile vumbi aliyokuwa ameiokota pale kwenye kaburi la mama. Akamwaga kidogo upande wa huku alipokuwa amepaburuza mara ya kwanza, akamwaga huku kwingine alipokuwa ameburuza makalio yake sehemu ya pili. Alafu nikamwona sasa akirudi kuelekea nyumbani. Nilishangaa kwa sababu ninavyomjua shangazi, ninavyomjua na mamdogo yule, yani kwa ukoo wetu kwa ujumla, akina mjomba, akina nani, hakuna mtu ambaye ninayemjua anayefanya ibada za namna ile. Nikajiuliza, mamdogo hii ni ibada gani ambayo aliyokuwa anafanya? Alafu mbona anafanya vitu kama sivielewi hivi mamdogo? Nikasema basi huenda bwana ni ibada tu zile, lakini huyu mamdogo huyu si ni Muislamu? Ibada gani ile? Nilijificha ili asije kaniona. Hatimaye akaingia ndani, mimi nikaenda moja kwa moja mpaka kule mahali ambapo walipokuwa wenzangu. Sasa nilipofika tu pale, akaniita, "Wewe Aisha." Nikamwambia, "Be, njoo hebu, njoo." Sababu nilikuwa bado sijakaa pale, bali nilipokuwa nimeenda nikarudi. Nikafika pale kwa mamdogo. Nikamwambia, "Be, mamdogo." Akaniambia, "Kwani wewe ulikuwa wapi?" Nikamwambia, "Si ulinituma kwamba niwasindikize wageni wale akina mjomba na baba mdogo." "Sasa umerudi saa ngapi?" "Ndo nimerudi sasa hivi." "Uliniona mimi?" "Hapana, sijakuona mamdogo." "Hujaniona nikiwa niko nje kabisa? Na wakati naingia ndani hujaniona kabisa toka urudi?" "Hapana mamdogo, sijakuona." Mimi pale nilikataa kusema nimemuona, kwa sababu niliogopa kwamba pengine mamdogo nikisema vile atagundua kwamba nimemuona vitu vyake alivyokuwa anavifanya pale. Nikamwambia, "Mimi sijakuona." Akaniambia, "Kama umeniona useme, usije ukasema hujaniona alafu umeniona." Nikamwambia, "Hapana mamdogo, mimi sijakuona. Wewe ndio umeniita hivi, ndio nimekuja hapa." "Haya, mimi nimekuuliza kwa wema lakini." Mamdogo pale sasa yeye akaingia zake ndani. Mimi nikarudi kule, lakini wakati naenda kule mahali walipokuwa wamekaa wenzangu, nikawa naendelea kutafakari. Kwani vipi? Mamdogo mbona kama ana mashaka na mambo yake aliyokuwa anayafanya? Nikasema, lakini potele mbali bwana, mimi siamini kitu chochote kile. Mimi ninachojua kwamba ni kwamba labda tu mamdogo alikuwa na mambo yake. Nilipofika pale bwana, story hazikuisha. Waliongea pale story nyingi. Sasa unajua, kwa sababu mjomba yeye alikuwa hakai mbali sana, kwa hiyo hata hawa ndugu zangu wengine, watoto wa mjomba mkubwa, walikuwa wako ni mtatu wa jirani pale. Basi nikawa mimi pale wakati nafikiri, nikawa nasema tu nitaendelea kupata faraja kutoka kwao. Lakini akili yangu ilikuwa inawaza sana, hivi mimi nitakaa kwa mjomba tu, hivi mimi maisha yangu yatakuwaje? Hapa nyumbani sina ndugu, sina mzazi yeyote. Nitaishije hapa nyumbani, au nitaenda kukaa na mjomba?
lakini mbona sijisikii kwenda kukaa na mjomba? Au nitamuomba mjomba anipe hata Vaitu aje tukae naye hapa. Lakini bado nitaona upweke. Akili yangu ilikuwa inawaza sana ni jinsi gani mimi nitaanza maisha mapya pale nyumbani baada ya watu wote kuondoka. Kwa sababu mpaka muda ule kwa kweli watu wengi walikuwa wanaondoka, wengi. Mpaka kufikia mida ya saa 6 mchana watu wengi walikuwa wameondoka na waliokuwa wamebaki walikuwa wanatosha kulala ndani tu. Na hali hiyo nilijua kabisa itaendelea kuwa hivyo kwa watu kupungua kila siku mpaka hatimaye nitabaki peke yangu. Tulikaa pale na siku ile ikawa inapita tu, ikafika mpaka jioni. Nikiwa bado mimi ninawaza sana kwamba nitaishije baada ya mama yangu kufariki na kuniacha peke yangu katika nyumba. Jioni ilipofika, kwenye shamra za huku na kule, kulikuwa na mjomba yetu mdogo ambaye huyu ni mdogo kabisa kwenye familia ya mama yetu. Huyu ndo alikuwa mdogo. Sasa huyu shangazi sasa ambaye ndo mke wake huyu mjomba alikuwa yuko sehemu ya pembeni hivi ya nyumba yetu, wakiwa wamekaa yeye pamoja na rafiki yake mmoja hivi. Huyo rafiki yake ni ndugu, sema yeye ndugu yake sijui kama ni ndugu yetu kivipi. Mimi sijui. Ni rafiki, ni ndugu. Wakawa wamekaa sasa pale. Nilipokuwa napita nikawasikia wakiwa wanaongea. Lakini kwa kweli kama ni adhabu, Wifi Sechunde ametoa adhabu sana kwenye huko. Hebu fikirini. Hebu fikiri rafiki yangu jinsi ambavyo alivyompoteza yule Kaima. Alimpoteza Kaima, mtoto wa kaka yake. Akampoteza mpaka leo hajulikani alipo. Lakini chunguzi zilipofanyikana ikafahamika kabisa kwamba yeye ndio yeye huyo aliyempoteza. Nakwambia, yani wewe acha tu. Kaima alikuwa na upendo, mkaka wa watu, akaacha mwanamke kabisa mwenye mimba. Yani kweli, lakini bado Sechunde akawa amempoteza. Lakini uzuri ni kwamba yule ndiye ambaye alifungua watu wengi sana na kumjua kwamba Sechunde sio mtu mzuri. Na sasa hivi hapa kuna hatari anaweza akaondoka na mwingine. Nakwambia wewe acha tu. Yani Kaima alikuwa mwema sana jamani. Na kaka yake huyu anafahamu vizuri. Unajua shemeji mkubwa anajua. Shemeji mkubwa anajua kabisa kwamba mdogo wake huyu ni mchawi. Lakini bado sijui kwa nini bado anamlea. Sio kwamba anamlea. Si unajua kabisa kwamba amewakataza hata watoto wake wasiende kwake huyu tena. Amewakataza. Msikilizaji, sasa mimi kwa sababu nilikuwa napita pale, nikasimama, nikajificha pale ili kusikia kitu ambacho huyu shangazi huyu, mke wa mjomba mdogo, jinsi alivyokuwa anaongea na mwenzake pale. Unajua huyu Kaima walikuwa wanafupisha tu, lakini jina lake alikuwa anaitwa Kaimari. Huyu alikuwa ni mkubwa wao na kina Shamsa. Kaimari huyu alikuwa ni mkubwa wao na kina Shamsa, yani mtoto wa mjomba mkubwa. Huyu yeye alipotea katika mazingira ya kutatanisha. Inavyosemekana ni kwamba alikuwa anatoka ndani kwake, lakini wakati anatoka, majirani waliokuwa pale wanasema waliona ndege mkubwa mweusi ambaye aliyekuja pale akiwa anapaa, mkubwa ambaye ni ndege hawajawahi kumuona. Alikuja pale na kusimama kwenye kichwa cha huyu Kaimari huyu, na hatimaye yule ndege akapaa hewani. Kuanzia pale Kaimari hakuonekana tena. Huyu mtoto wa mjomba mkubwa. Sasa ukumbuke huyu anayezungumza pale ni mke wa mjomba mdogo. Mjomba ambaye ndo mdogo kabisa nyumbani kwa mama.
Sasa alipokuwa anaongea vile, nikashangaa mtu ambaye anayezungumziwa kuhusika na kumpoteza huyu Kaimari anaongelewa tena mama mdogo Sechunde. Nikasema jamani, ngoja nitege sikio zaidi. Nikajibana pale, wakaendelea kuongea. Yaani amempoteza kwa kabisa Kaimari. Kaima amepotezwa mpaka leo. Ila kweli unajua huyu ni mtu hatari sana. Yaani unajua mimi kuna muda namuombea yeye afe, Mungu anisamehe tu. Angekufa yeye, watu wengine wote hao wangebaki. Hata sasa hivi bado Laima tungekuwa naye. Nakwambia acha tu. Kwanza wifi yangu Laima alikuwa hana ubaya wote. Wifi Laima alikuwa hana ubaya. Lakini bado huyu Sechunde amemchukua. Na jinsi alivyo anajipendekeza mpaka kwa mtoto wake sasa hivi, Aisha. Anajipendekeza kwake ili ionekane kwamba yeye hahusiki. Lakini siku Aisha akijua kwamba huyu mama mdogo wake huyu ndo mbaya zaidi na ndiye aliyemuua, ndo chanzo kabisa cha kifo cha mama yake, nafikiri atakuwa atamchukia sana. Ndo hivyo, lakini hofu yangu ni kwamba anaweza akajua kipindi ambapo tayari na yeye ameshadhuriwa. Tumuombe kwa kweli. Tumuombe isije ikawa hivyo. Kwa sababu yani shemeji mkubwa alipokwenda, unaambiwa alipofika tu, kabla hajaongea chochote, mtaalamu alimueleza kila kitu. Akamwambia kabisa kwamba mtoto wako amepotezwa, lakini yuko kwenye mikono ya mdogo wenu. Kweli? Ndio nakwambia. Si ndipo akamwambia hata mume wangu? Akamwambia kabisa kwamba mdogo wangu, tuwe makini na huyu dada yetu. Huyu dada yetu ndiye ambaye anaharibu ukoo wetu. Anatuulia ndugu, anatuulia watoto. Toka shemeji mkubwa alivyomwambia mdogo wake hivyo, mdogo wake kuanzia hapo akaniambia, wewe kwa wifi yako Sechunde kamwe usije ukaenda. Nilipowauliza, si ndipo akaniambia kila kitu. Sechunde sio mtu, Sechunde sio mtu mzuri. Msikilizaji, maneno yote hayo yanaongelewa mimi nikiwa nimejibanza mahali. Nikawaza hivi, na maana kweli mama mdogo Sechunde ni mchawi? Kiasi kwamba mpaka ndugu zake wote wanafahamu. Kila mtu anafahamu mama mdogo Sechunde kweli. Kwa kweli niliingiwa na hali ya mashaka sana. Nilipata wakati mgumu. Nilifikiri, nikawaza, nikateseka sana. Lakini bado pamoja na hayo yote, sikutaka kuamini kweli kama Sechunde mama yangu mdogo ni mchawi. Sasa wakati niko pale, kidogo mama mdogo Sechunde naye akapita pale. Kupita akawaona pale, akageuka. Hivi nyinyi hamchoki kunisema tu? Kila kitu mnanisema. Mnaniona kwamba mimi ni mtu mbaya, si ndivyo? Kila kitu mnaona tu kwamba ni mimi, lakini Mungu anawaona. Mungu anawaona. Msikilizaji, nilivyoona vile mimi nikajificha zaidi, ili mama mdogo Sechunde naye asije akaniona. Nikajificha kabisa ili wote wasio akaniona. Sikutaka wajue kwamba mzozo wao ambao walioingia kwao mimi ninaujua. Nikajificha. Mama mdogo Sechunde pale akaendelea kuwachamba pale. Hivi na wewe kweli wifi, wewe wakuja kunisengenya, mmekaa tu kunisengenya kila siku. Mimi tu mnanisengenya, mnanisema kila siku, mara hili, mara lile, mara hivi, mara vile. Kwa nini lakini? Mungu anawaona. Mwenyezi Mungu anawaona. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, sio vizuri kumsema mwenzako. Hayo maneno ambayo unayonisema yatakuja kugeuka adhabu siku ya kiyama. Mnavyonisema hivi, mnanisengenya kila siku, hivi mnafikiri kwamba mimi sifurahi? Unajua nimewasikiliza kiasi gani? Unajua nimewavutia subira kiasi gani mlivyokuwa mnanisema? Sio kwamba sijui. Na wajua watu wote mnavyonisema vibaya kila sehemu. Na wewe wifi, wewe ndio kila sehemu unapita unazunguka unanisema vibaya. Hayo maneno hivi, unaniona kwamba mimi nina akili potofu mpaka nimuue dada yangu? Hivi unajua ni jinsi gani mimi na dada yangu Laima tulivyokuwa tunapendana?
Unajua ni jinsi gani ambavyo mimi hayo maneno yote ambayo uliokuwa unaongea mimi najua. Nimpoteze kweli mimi kabisa nimpoteze mtoto kaka yangu. Kweli Kaimari ni nani asiyejua kwamba Kaimari mimi hata shule nilimpeleka mimi? Ni nani asiyejua Kaimari kwamba mimi ndo nilimsomesha? Mdogo pale aligeuka mbogo. Mpaka hata kina huyu shangazi mke wa mjomba mdogo akabaki akawa amemwangalia tu. Anaangalia lakini anatabasamu kama kejeli vile, anageukia huko. Akawa anasema tu wakawa anamwangalia jinsi anavyoongea. Haya, hebu sema wewe. Unaisema nimekulia kitu gani? Nimekulia kitu gani wewe? Kaimari mimi naweza kumpoteza kweli? Haya maneno yenu haya, Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayejua. Yeye ndiye anayejua haya maneno mnayonisema. Kikombe hiki mnachonipimia mimi, kunisema maneno ya ajabu mpaka kifo cha dadangu. Nimetoka kumzika dadangu jana. Unajua wewe kwa sababu umeolewa tu katika huko. Mdogo wangu amekosea sana kukua wewe. Ameoa mwanamke msengenyaji wa kugombanisha watu kila siku. Nimetoka kumzika dadangu jana. Hata chozi halijakauka. Unanisema kwamba mimi nimemua dadangu. Nani asijue kwamba mimi nilikuwa nateseka na dadangu kila siku hapa? Dada yangu kila siku mimi nahangaika naye. Nyinyi wote hamkuepo. Mimi ndo nimehangaika naye mpaka dadangu amekata roho mikononi mwangu. Mimi ndo najua machungu ya Laima leo yapata mpaka anaingia anakata roho. Nani ambaye anayejua machungu ya Laima? Ni nani? Wewe. Kwa nini hukuja kumugusa kwani? Utasema kwamba ameugua si muda mfupi. Wiki mbili ni muda mfupi ambao ulishindwa kutoka kwako kuja hapa. Mpaka mtu anakata roho, nyinyi mnakuja kwenye msiba, afu mnakuja amemuoa. Si ndicho mnachokiweza? Ninaumia sana lakini sitawafanya chochote. Mungu yupo. Atawalipa. Kwa sababu na nyinyi mmezaa. Msipoambiwa mtaambiwa ninyi ni wachawi mpaka na watoto wenu wa kwanza. Mdogo aliongea sana pale. Hatimaye akaondoka. Sasa mida ile, sababu ilikuwa ni mida jioni muda huo. Akaingia zake ndani, akawa anaingia na kutoka, akatoa nguo zake pale, akaanza kufua na nini. Nilijua kwamba mdogo pale sasa anajiandaa, pengine ili kesho aweze kuondoka. Akasema, jamani, hili limekuwa kubwa. Nikasema hii show mimi lazima nisikilize mpaka mwisho. Nikapita nikawa nasikiliza. Baada ya mdogo kuondoka pale, shangazi yule, mke wa mjomba mdogo, akawa anaendelea kuongea pale. Wakaanza kurudi kuongea. Ama kweli watu wanajua kujitetea. Hebu fikiri alivyokuwa anaongea hapa. Anaongea sisi sio mchawi kweli. Unajua mtu asiyemjua anaweza akajua kweli kasingiziwa. Eti naye anamtajia Mungu. Mungu ndo akuwaweka watu misukule. Mpaka sasa hivi mtoto wa kaka yake yupo ni msukule tu amemweka ndani. Kwa sababu hata mtaalamu alisema kwamba eti alimkata ulimi mapema sana. Alimkata ulimi mapema sana kwa sababu alikuwa anamjua kaka yake kwamba anaweza akaanza kutembea. Sasa atatuambia nini? Atatuambia nini huyu? Nakwambia kama hata hivyo Gharibu huyu kaka yake Gharibu huyu angeamua kumalizana naye huyu asingekuepo. Hata hivyo Gharibu ana roho nzuri. Ana roho nzuri kwa kweli. Atakuwa labda anamhurumia sababu ni mdogo wake. Mdogo wake ndo amuulie ampotezee mtoto wake. Kwa sababu sasa pale kinachomuuma ni kwamba yule yani sio tu kwa yani unajua bora hata angekufa Gharibu angesema kwamba analiona kaburi la mtoto wake. Lakini huyu ni amempoteza tu katika mazingira. Basi atakuwa anamhurumia huyu jamani, si mdogo wake. Ndio hivyo nakwambia, si mdogo wao bwana. Sijui hata waliokota wapi uchawi. Mbona wazake si wachawi? Sechunde tu ndo wakuwa watu. Msikilizaji waliongea pale, mimi hatimaye mimi wao wakaanza kutawanyika pale. Nikasema sasa kwa sababu ameanza kutawanyika pale, na mimi niondoke pale ili nisije wasije wakaniona. Nikatoka pale, nikajifanya kwamba nimetoka, nimeenda mpaka njia ile kule, nikapitia kwa kina Sem kule, nikarudi. Nikana nafaa kama narudi sasa.
Nikamkuta sasa mida ile mama mdogo akiwa anafufua nguo zake pale ndo anaanika. Aisha mwanangu, njoo unisaidie kusuuza nguo hapa. Nikawa nimemtazama tu. Mama mdogo, ngoja niingie ndani na kuja. Au na wewe umeaminishwa kwamba mimi ni mchawi na hao ndugu zako wengine wanaoongea, kila mtu anayeropoka kwamba mimi ni mchawi. Na wewe umeaminishwa, kwa hiyo sasa hivi umenichukia, si ndivyo? Kaambia mama mdogo, mbona mimi sijui chochote? Nikaona sasa hapa ndani sitaki kuingia. Nikaenda mpaka pale. Nikaanza kumsaidia kusuuza nguo zake pale kanazianika. Nilikuwa naona tu jinsi ambavyo ndugu zangu wengine walivyokuwa wanapita wananiangalia kwa jicho la kujiiba, jinsi ambavyo nilivyokuwa namsaidia mama mdogo pale. Mama mdogo tukamaliza kusuuza nguo zake pale, akamaliza kuanika, tukakaa. Akaa sasa mida ya kula usiku ile pale. Watu wamepungua wote tuko ndani hapo. Japokuwa ni wengi, chumbani tusingetosha pale, sepleni, chumbani nini, wapi, kila mahali kuna watu. Kwa sababu wengine wangeondoka kesho, wengine kesho kutwa nini. Basi bwana, tukala siku hiyo nini. Kidogo wakati tumelala usiku mida kama ya saa 8 usiku, nikashangaa mmoja wa watu ambao walikuwa wamebaki pale ili waondoke kesho. Huyo yeye hakuwa ndugu yetu, lakini alikuwa amemsindikiza baba mdogo. Yani of course sio mke wa baba mdogo. Kwa sababu baba mdogo alisema ni mke wa baba mdogo. Sasa mke wa baba mdogo yeye alikuwa amekuja pale. Sasa alikuwa amesindikizwa na huyu mama mwingine. Huyo yeye alikuwa simfahamu. Sasa kidogo akaanza kulalamika. Jamani. Niwaambieni kitu. Kuna mtu sio mwema hapa. Kuna mtu sio mwema hapa. Watu wote wakaamka. Mpaka wale waliokuwa kule chumbani wakaamka wakasema, "Shida ni nini?" Kuna mtu nimemuona amenipiga chale hapa. Amekuja hajavaa nguo. Amenipiga chale, amefunga tu mshipi hapa kiunoni. Mweusi, wenye rangi mweusi lakini upande mwingine ni mwekundu. Amenipiga chale hapa, nimemuona sura yake. Wote pale sasa watu wakaja wakakusanyika pale sepleni walipokuwa watu wamelala wengine. Wapi? Amekupiga chale 3 hizi hapa amenipiga. Ndo alikuwa anataka kunipaka dawa hapa na hajavaa nguo. Hizi chale 3 amenipiga, angalieni hapa. Yule mama alionyesha pale kwenye mkono wake ulikuwa uko wazi. Sehemu ya msuli wake hapa imepigwa chale 3. Bado zinamwaga damu mpya kabisa. Huyo mtu ananijaribu. Lakini nimemuona sura yake. Kumbe kuna watu hapa ni wachawi, ni watu wa kutisha kabisa. Nimemuona sura yake. Angalieni chale hizi hapa. Watu sasa pale kila mtu akaangalia. Kwa wale ambao waliokuwa wanahisi tabia za mama mdogo, walikuwa washaanza kuhisi kwamba mama mdogo ndo amefanya vile. Sasa yule akaambiwa, "Ni nani huyo aliyekuchana? Hebu tutajie. Angalieni mtu ambaye hayupo hapa sasa hivi. Angalieni mtu ambaye wakati tunalala alikuwepo, lakini muda huu hayupo." Sasa kwa sababu watu walikuwa wamebaki wachache wanafahamiana, huyu ni huyu. Wakashangaa pale kwenye kuangalia mtu ambaye hayupo, wakakuta ni mama mdogo wangu Sechunde. Wakasema mtu ambaye hayupo hapa ni Sechunde peke yake ndo hayupo. Huyo uliyemuona ni nani? Sechunde ndo nani? Ndo nani? Akamwambia, "Jamani wewe, huyo Sechunde hawezi kuwa yeye, kwa sababu huyo yeye ni mdogo wake na marehemu yule ambaye jana alikuwa anashughulika sana hapa na alikuwa amelala hapo kwenye pembe, alikuwa amelala na mama Majaliwa pale. Ndo hayupo." Yuko wapi nimuone huyo, yuko wapi? Watu wakasema huenda ameenda uwani. Jamani, aende uwani mwenyewe usiku huu bila kusema kwamba anaenda uwani? Nendeni uwani mkamwangalie. Watu pale haraka walitoka wakaenda uwani. Kule kwenye choo wakaangalia pote kule nje hakuna mtu. Wakaangalia uwani kule hakuna mtu. Wakarudi. Sasa pale watu wakawaza, huyu Sechunde kaenda wapi? Alikuwa amelala pale kwenye kona, yuko wapi? Watu wote walijiuliza, hakujua kwamba mama mdogo Sechunde kaelekea wapi. Mimi pale sasa nikazidi kujiuliza, mbona lakini mama mdogo Sechunde ana roho nzuri?
Mbona watu kama wanazidi kumtafuta kwamba yeye ni mchawi? Yule mama sasa ambaye aliyekuwa amemsindikiza huyo mama mdogo, mke wa baba mdogo huyo ambaye aliyekuwa amekuja pale msibani, akasema huyu amenijaribu, lakini hakujua kwamba mimi niko vizuri. Alikuwa hajui kabisa kwamba mimi nimejizuia kwa kila njia. Angekuwa mtu mwingine hapa angepakwa ile dawa. Hakika ile dawa ambayo angeipaka hapa, huyo mtu asingebaki vizuri. Lazima kama sio kufa ni kupata ugonjwa mkubwa sana ambao ungekuja kumuua baadaye. Nashukuru hajapaka dawa, mizimu yetu imekataa. Hajapaka ile dawa. Hajafanikiwa kuipaka ile dawa. Nisingekuwepo mimi hapa, huenda ningekuwa kwenye wakati mgumu. Nashukuru sana. Lakini niwaambieni kitu, wengine mlioko hapa, kama mko lele mama, niwaambieni, huyu mtu anaweza akawamaliza sana. Hayupo hapa, yuko wapi? Huyo yuko wapi? Namfahamu. Subirini, sasa nitawaambia. Akirudi kitakachotokea, mtaona maajabu wakati anarudi. Ndipo mtakapofahamu kwamba ni nani. Mtamfahamu aliyenipiga hizi chale hapa. Akirudi mtaona maajabu ambayo yatakayotokea hapa. Wakati anarudi hayo maajabu mtakayoyaona, mtafahamu kwamba ni nani. Subirini, nyinyi turudini, tulaleni tu. Msikilizaji, maneno yale aliyokuwa anaongea yule mama, kwanza aliyoshangaza watu wengi, lakini mimi aliniumiza sana. Kwa sababu ambaye alikuwa hayupo muda ule alikuwa ni mama yangu mdogo. Nikajiuliza, hivi kama kweli mama yangu mdogo Sechunde akirudi, alafu itokee maajabu yoyote, itakuwaje? Itakuwa mama yangu kweli atakuwa ni mchawi? Mama yangu mdogo yule ndio mtu ambaye anaonyesha kunipenda, anafana mama yangu, yani nikimuona napata faraja. Inakuwaje? Msikilizaji, mimi pale nilikuwa nikiomba Mungu sana asije kwa mama mdogo yangu. Lakini sasa unajua maombi ni maombi tu, lakini ndio hivyo. Kwanza kabisa nilipoona vile, nikawa mimi nimetulia. Tukaendelea kulala watu. Watu waliendelea kupiga story, wengine hivyo, watu wakashukwa na usingizi kidogo. Nilisikia kiswaswadi changu kikiita. Niliangalia, ilikuwa ni namba ya mama mdogo Sechunde. Kaipokea pale. Hello. Hello mwanangu. Za saizi salama. Uko hapo ndani? Nikamwambia ndiyo mama, mimi niko hapa ndani. Wewe uko wapi? Akamwambia niko hapa nje. Nataka nije, lakini nitakuja baadaye. Usiwe na mashaka yoyote mwanangu. Naomba ujisikie faraja sana. Sasa mbona umenipigia? Kwani umeenda wapi? Niko kwa nje. Mbona watu wamekuja huko kukuangalia hawajakuona? Achana nao hao. Si unawajua. Watu wakunisengenya tu hao, achana nao hao. Nakuja hapo mwanangu. Nimekupigia kwa sababu wewe ndio mtoto wa dada yangu. Sitaki kukuona jambo lolote bali kikutokea mwanangu. Ndio maana nimekupigia ili kuhakikisha kwamba uko salama usiku huu. Nikasema jamani, sasa ndio ina maana gani? Yaani kweli mtu tulikuwa tumelala naye humu ndani, ametoka ameenda nje afu ananipigia simu mimi eti kwamba niko salama au la? Na wakati huo kukiwa kuna tukio la ajabu ambalo limetokea humu ndani. Lakini kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nampenda mama mdogo, niliondoa hata hayo mashaka yangu yote ambayo yalikuwa yananisumbua. Nikasema hakuna shida. Mimi na mama yangu. Ngambia basi mama poa, akakata ile simu yake. Nasema ina maana kwanza hata kama nikasema bora tu haiwezekani akawa ni mama ndo alikuwa amefanya hilo tukio la kumpigia chale yule mama wa watu pale. Kwa sababu ina maana kama hata kama ingekuwa ni mchawi angeenda na simu huko. Haiwezekani, sio mama. Muda wote huo mimi nilikuwa nikiwa nasubiri kuvizia tu kwamba ni nani huyo ambaye atakuja na ni kitu gani kitatokea. Huo ni muujiza gani au ni kitu gani kitatokea ili tufahamu kwamba ni nani aliyempiga chale yule mama wa watu. Nilibaki pale mimi nikiwa nafikiria sana. Nikawa nawaza kwamba nimuone huyo mtu. Kila mtu pale ndani alikuwa akiongea vibaya kuhusu huyo mchawi ambaye anayezunguka wenzake mpaka kwenye msiba. Msikilizaji, jina langu mimi ninaitwa Aisha Tesha. Aisha Tesha ndilo jina langu mimi. Na simulizi hii ambayo inanihusu mimi pamoja na mama yangu mdogo
ni simulizi ya kweli kabisa. Lakini kwa wakati huu hapa naomba mimi niishie hapa, nisiendelee kuongea. Nitaendelea na nyinyi katika sehemu ya pili nitakapokuja hapa ndani ya makala simulizi. Na waomba tu muendelee kuwepo hapa na nitakuja kumalizia kisa hiki ni nini kilichoendelea. Okay, msikilizaji wa makala simulizi, ni kutakie kila laheri katika sehemu hii ya kwanza. Simulizi hii bana inaitwa Siri ya Mama. Hii ni sehemu yake ya kwanza na hapo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Tutaendelea nayo katika sehemu ya pili. Jambo la msingi kabisa, wewe bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe kama wewe ni bado, ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho, lakini vile vile usiache kuangalia na kusikiliza simulizi mbalimbali ambazo zilizopita. Basi mimi nikutakia kila laheri. Bye bye. Tukutane katika sehemu ya pili. Wako ni BHB wa makala simulizi.